Je, umewahi kumsikia mtu aliyekuwa adui mkubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyepanga kumuua lakini baadaye akaondoka akiwa Muislamu wa kweli? Leo katika Islamic Book tutamzungumzia huyu bwana aliyepanga njama hizi, anayefahamika kwa jina la Umair ibn Wahab. Katika historia ya Uislamu yapo masimulizi ya watu waliobadilika kutoka uhasama mkali hadi kuwa vipenzi wakubwa wa dini hii tukufu. Miongoni mwa watu wa aina hii ni Umair ibn Wahab, mtu aliyejulikana kwa uadui mkubwa dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini baadaye akawa mmoja ya wafuasi wake waaminifu zaidi. Simulizi ya Umair ibn Wahab na ya mtu aliyetoka kwenda Madina na lengo la kumuua Mtume, lakini akaondoka akiwa muumini wa kweli. Ni kisa kinachoonyesha uwezo wa Qur'ani na haki ya Uislamu kugusa mioyo hata ya maadui wakali zaidi. Alirudi kutoka katika vita vya Badri, Umair ibn Wahab aliyeitwa shetani wa Makuraish kwa sababu tu ya chuki yake kwa Waislamu, akiwa amenusurika mwenyewe na kifo, lakini alimwacha nyuma mtoto wake kipenzi anayefahamika kwa jina la Wahabi, akiwa mateka katika mikono ya Waislamu. Na hakika aliogopa zaidi Umair kwamba Waislamu wangemlipizia kijana wake kwa madhambi aliyoyafanya yeye, kama malipo ya maudhi aliyokuwa anamfanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adhabu alizokuwa akiwapa maswahaba wake. Siku moja asubuhi, alitoka Umair kwenda msikitini kuzunguka Al-Kaaba na kuyatukuza masanamu yake. Hivyo akamkuta Safwan ibn Umayya ameketi pembezoni mwa jiwe jeusi, na hapo akamfuata na akamsalimia, habari za asubuhi ewe bwana wa Makuraish, naye akamuitikia salamu yake. Kisha akamwambia, kaa chini tuzungumze kwa muda wa saa moja tu, tupoteze muda kwa kupiga stori. Na siku hiyo walipanga njama za kutisha. Na alikaa Umair karibu na Safwani wakiwa wawili tu, na wakaanza kukumbushana balaa lililowakuta katika viwanja vya Badri, kwani walipigwa vita vikali sana, na wakaanza kuhesabu wafungwa waliotekwa na Muhammadin pamoja na maswahaba wake, na wakiwa wanahuzunika kwa viongozi wao waliouawa na panga za Waislamu na ambao waliofukiwa katika viwanja hivyo wakiwa mizoga. Kisha Safwani akapumua kwa pumzi ndefu na akasema, hatuna katika maisha kheri yoyote baada ya vifo vyao. Na pia Umair akasema, umesema kweli kabisa. Kisha akakaa kimya kidogo na akaendelea kusema, na hapa kwa Mola wa Al-Kaaba, lau si madeni yangu ninayodaiwa na sina kitu chochote cha kuweza kuyalipa, na familia yangu naogopa isije ikapotea baada yangu, ningelimwendea Muhammad na kumuua na kumaliza jambo lake na kumaliza shari yake. Kisha akaendelea kusema kwa sauti ya chini yenye machungu makubwa, na hakika kubaki kwa mwanangu Wahabi katika mikono yao ni jambo ambalo linanisukuma kwenda huko, na ni jambo ambalo halina shaka. Aliyatumia vizuri Safwan ibn Umayya maneno ya Umair ibn Wahab, na hakutaka kabisa kuipoteza na kumpita fursa hii. Kisha akageuka na kumwambia, ewe Umair, nipe deni lako lote liwe la kwangu, na mimi nitalilipa hata kama ni kubwa kiasi gani, na ama familia yako nitaichukua na kuiunga katika familia yangu, na wataishi maisha mazuri ya starehe, kwa sababu mimi nina mali nyingi sana. Na hapo akasema Umair, kwa hivyo ficha na utunze haya mazungumzo yetu, na usimwambie mtu yoyote yule. Aliinuka Umair kutoka msikitini, huku moto wa chuki ukiwa moyoni mwake ukitokota.
dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaanza kujiandaa kwa kile alichoazimia, lakini haikuwa hivyo. Alikuwa anaogopa mtu yoyote asishuku kunako safari yake ya kwenda huko kutekeleza jambo lake. Hii ni kwa sababu familia za mateka kutoka kwa Makuraish walikuwa wakienda Madina mara kwa mara wakiomba kuwakomboa mateka wao. Aliamuru Umair ibn Wahb upanga wake unolewe na upakwe sumu kali, na akaomba usafiri wake uandaliwe. Akaanza safari yake kuelekea mji wa Madina akiwa ameujaza moyo wake chuki na shari. Na alipofika Umair katika mji wa Madina, na alipofika karibu na mlango wa kuingilia msikitini, alishuka kutoka juu ya kipandwa chake. Hebu fikiri, mtu anayebeba upanga wenye sumu na akaingia katika mji wa Madina kimya kimya. Huyo mtu alikuwa na chuki kiasi gani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na alikuwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu amekaa na baadhi ya maswahaba karibu na mlango wa kuingilia msikitini, wanakumbushana na wakizungumzia kunako matukio ya vita vya Badri, na wanakumbuka ushujaa wa Waislamu Muhajirin na Ansari, na wakakumbuka yale ambayo maadui wao waliyapata kunako kudhalilika na kushindwa vita. Hivyo aligeuka nyuma Umar ibn al-Khattab na akamuona Umair ibn Wahb anashuka kutoka juu ya kipandwa chake, anakielekea msikitini huku akiwa amebeba panga lake. Akashtuka Umar ibn al-Khattab kwa hofu na kusema, mbwa huyu ni adui wa Allah. Umair ibn Wahb wallahi hakuja ila kwa ubaya, na hakika walituathiri washirikina kutuadhibu tukiwa katika mji wa Maka, na alikuwa mpelelezi juu yetu kipindi tuko katika vita vya Badri. Kisha akawaambia aliyokuwa amekaa nao pamoja naye, nendeni kwa Mtume na muwe karibu naye, na muwe na tahadhari na huyo mtu muovu mwenye vitimbi asije akamvamia Mtume. Kisha Umar akamwendea haraka haraka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akamwambia, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, adui wa Allah Umair ibn Wahb amekuja akiwa amebeba upanga, na ninadhani yeye kaja kwa sababu ya kutaka shari. Mtume akamwamrisha akamtafute na amlete kwake. Unadhani nini kilitokea alipokutana uso kwa uso na Mtume? Alienda Umar ibn al-Khattab kumtafuta Umair ibn Wahb na akampeleka kwa Mtume akiwa amemwekea panga alilokuja nalo shingoni mwake. Na pindi Mtume alipomwona yuko katika hiyo hali, alimwamrisha Umar ibn al-Khattab amwache huru na atoe panga alilomwekea shingoni kwake na awe mbali naye. Kisha Mtume akamwelekea Umair na akamwambia asogee karibu naye, na akasogea akamsalimia Mtume ya kwamba uwe na asubuhi njema. Hiyo ilikuwa ni salamu ya Waarabu kabla ya kuja dini ya Uislamu. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi ametukarimu Allah kwa salamu bora kuliko salamu yenu ewe Umair, na salamu yetu sisi ndiyo salamu ya watu wa peponi. Akasema Mtume kumuuliza, kitu gani kimekuleta katika mji wa Madina? Akamjibu kumweleza, nimekuja kukuomba umwachie mateka wangu mliomteka siku ya vita vya Badri. Akamuuliza Mtume, na vipi kunako upanga uliokuwa umewekewa shingoni uliokuja nao? Akamjibu Umairi, Mungu alijalia ushindi kutokana na panga. Je, zilitufaa hizi panga kitu gani siku ya Badri? Akamuuliza tena Mtume kwa mkazo, sema ukweli, kitu gani kimekuleta huku? Akamjibu kwa mara nyingine, mimi kimenileta huku nilichokueleza kabla. Mtume akamweleza ya kwamba, bali wewe ulikaa pamoja na Safwani katika jiwe jeusi, na mkakumbuka watu wenu waliouawa katika vita vya Badri, na ukamweleza Safwani ya kwamba
lau isingekuwa madeni yangu na familia yangu, ningetoka kwenda kumtafuta Muhammadin huko Madina na kumuua. Na Safwani akabeba majukumu ya madeni yako na familia yako. Na hapo Umairi akapigwa butwaa kwa muda. Na haukupita muda mrefu akasema, kweli wewe ni mtume wa Allah. Kisha akaendelea kueleza, tulikuwa tunakukanusha ewe mtume wa Allah kwa yale uliyokuwa unatuambia kunako habari za mbinguni na yale yaliyokuwa yanashuka kwako katika wahyi. Lakini kunako jambo la Safwani na mimi, alikuwa halifahamu mtu yoyote yule. Na hapa kwa Allah, nina yakini mimi hakuna aliyekueleza kunako hili isipokuwa Allah. Na ninamshukuru Allah ambaye amenileta kwako haraka ili aniongoze katika Uislamu. Kisha akatamka shahada mbili na akasilimu. Na hapo mtume akawaambia maswahaba wake, mfundisheni ndugu yenu dini yake na Qur'ani na mwachie mateka wake huru. Walifurahi Waislamu kwa kuslimu Umairi bin Wahabin furaha iliyo kubwa. Paka Umar bin al-Khattabi akasema, Wuluwe alikuwa anapendeka zaidi kwangu kuliko Umairi bin Wahabin kipindi alipokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii inaonyesha ni kiasi gani alikuwa anamchukia. Lakini siku ya leo ninampenda zaidi kuliko baadhi ya watoto wangu. Na kipindi alipokuwa anaendelea Umairi kuitakasa nafsi yake kwa kujifunza Uislamu na kukijaza kifua chake nuru ya Uislamu, aliishi maisha mazuri sana ambayo yalimfanya asahau Maka na watu wake. Kipindi hicho alikuwa Safwani bin Umayya anaitumainisha nafsi yake, na alikuwa akipita katika makundi na familia zake Quraysh na kuzieleza kwamba, nakupeni bishara, itakuijieni habari kubwa ya muda si mrefu na itakusahaulisheni vita vya Badri. Na ama muda ulipokuwa mrefu wa kusubiri kwa Safwani bin Umayya, wasiwasi ulianza kuongezeka kidogo kidogo mpaka akafikia kukosa utulivu kana kwamba amebeba kaa la moto. Na akaanza kuwauliza watu waliokuwa wanatoka Madina kuingia katika mji wa Maka kunako habari za Umairi bin Wahabin, lakini hakupata kutoka kwao majawabu yaliyonyooka ambayo yangeweza kuuponya moyo wake. Isipokuwa aliingia mtu mmoja Maka kutokea Madina na kumuondolea ugonjwa wa wasiwasi uliokuwa unamsumbua, na akamueleza kwamba Umairi tayari alishasilimu. Ilimfikia taarifa ile kana kwamba adhabu imeshuka juu yake. Alidhani kwamba Umairi asingeweza kusilimu hata kama watu katika mgongo wa ardhi wangesilimu wote. Ama Umairi bin Wahabin alijifunza dini yake na akahifadhi sehemu ya Qur'ani, na siku moja akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumweleza, ewe Mtume wa Allah, hakika muda mrefu umepita na mimi nilikuwa ninataka kuizima nuru ya Allah na mwenye maudhi zaidi kwa Waislamu, na mimi nilikuwa na kuomba nirudi Maka ili nikawalinganie Makuraishi kunako kuwa Waislamu. Ikiwa watakubali, itakuwa ni neema kwa yale walioyafanya, na ikiwa watakataa, nitawaudhi kama nilivyokuwa na waudhi maswahaba wako na wewe. Na akamruhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akaenda Maka. Alipofika Maka, alienda kwa Safwani bin Umayya na kumueleza ya kwamba, ewe Safwani, we ni kiongozi wa makabila ya watu wa Maka na mwenye akili zaidi yao. Je, unayaona haya mnayoyaabudu miongoni mwa mawe na masanamu, na mnachinja kwa ajili yake vichinjwa, vinakubalika kwa akili kuwa dini? Na ama mimi tayari nilishasilimu. Na aliendelea Umairi kuwalingania watu kunako Uislamu mpaka akalisilimisha kundi kubwa la watu wa Maka. Allah amlipe malipo mazuri Umairi bin Wahabin kwa alichokifanya.
Kisa cha Umairi kinatufundisha kwamba mtu yeyote anaweza kubadilika. Uislamu ni dini ya rehema, toba na mabadiliko ya kweli. Hii ndiyo historia fupi ya Umair ibn Wahab, sahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Je, sahaba gani unapenda tumueleze kipindi kinachofuata panapo majaliwa?